Jeshi la polisi mkoa wa Mjini Magharibi linatoa tahadhari na kukemea vikali matukio baadhi ya watu kuwatuhumu wengine kuwa wanachukuliwa au kupoteza sehemu zao za siri, yaani nyeti, jambo ambalo limekuwa likisababisha taharuki kubwa kwa wananchi na wakati mwingine kupelekea vitendo vya uvunjifu wa amani pamoja na wananchi kujichukulia sheria mikononi. Katika kipindi cha hivi karibuni, matukio kadhaa yameripotiwa kutokea katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Mjini Magharibi, ambapo baadhi ya watu walitoa tuhuma hizo bila ya kuwa na ukweli, imesababisha mikusanyiko ya wananchi na mashambulizi dhidi ya watu waliotuhumiwa. Katika matukio ya tarehe 9 mwezi wa 4 2026, jumla ya matukio 5 yameripotiwa katika vituo vya polisi Ng'ambo, Malindi na Madema, ambapo baadhi ya watu walitoa taarifa za uongo kuwa wamepotelewa na nyeti, jambo ambalo limezua taharuki kwenye jamii. Katika moja ya tukio la tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 2026 majira ya saa 4 dakika 15 usiku huko eneo la Bryant, shehia ya Kijichi, wilaya ya Magharibi Abubakar Hamis Bakari, miaka 40, mfanyabiashara aliyeshambuliwa na kundi la watu zaidi ya 20 waliokuwa na silaha za jadi. Inadaiwa kuwa wahusika waliruka ukuta wa nyumba yake na kumshambulia kwa kutumia vitu vyenye ncha kali na butu na kumsababishia majeraha mkononi, mgongoni na mabegani. Aidha, waliharibu mali mbalimbali ikiwemo milango, vioo vya madirisha na vitu vya ndani ya nyumba. Chanzo cha tukio hilo kinadaiwa kuwa ni tuhuma za mhanga kuchukua nyeti za mtu asiyejulikana, jambo ambalo si la kweli. Mhanga amelazwa hospitali ya wilaya Mbuzini akiendelea na matibabu na hali yake inaendelea vizuri. Mtuhumiwa mmoja, Muhammad Saidi Yakubu, miaka 27, amekamatwa na msako unaendelea kuwatafuta watuhumiwa wengine. Aidha, tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka 2026 majira saa 2 na dakika 40 usiku huko Nyerere kwa Mabata, Samiri Muhammad Kasim, miaka 19, alimtuhumu Hamadi Rashid Hamadi kuwa amemchukulia sehemu zake za siri, hali iliyosababisha taharuki kwa wananchi waliotaka kumshambulia kabla ya kuokolewa na askari polisi. Vile tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka 2026 huko Forodhani, Omar Mgeni, miaka 25, alishambuliwa. Abdul Amir Simkiwa, miaka 18, Hamis Hassan Jothan, miaka 21, pamoja na Aban Kasim Kasimba, miaka 26, baada ya kutuhumiwa kuchukua nyeti, jambo ambalo baadaye lilibainika kuwa si la kweli. Katika tukio jingine la Magomeni Jitini, Haji Salum Hussein, miaka 55, alidai kapoteza nyeti zake akiwa ndani ya basi la abiria baada ya kushikwa bega na mtu mmoja, ambapo baadaye wakaenda kituo cha polisi Mwanakwerekwe huku akidai kurudishiwa nyeti zake. Kutokana na matukio hayo, watuhumiwa kadhaa wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa kutoa taarifa za uongo. Watuhumiwa hao ni Samir Muhammad Kasim, miaka 19, mkazi wa Nyerere; Abdul Amir Simkiwa, miaka 18, mkazi wa Maungani; Hamis Hassan Jonathan, miaka 21, mkazi wa Maungani; Aban Kasim Kasimba, miaka 26, mkazi wa Paje; Muhammad Saidi Yakubu, miaka 27, mkazi wa Kijichi; Haji Salum Kasimba, miaka 55; Ali Saidi Ali, miaka 26, mkazi wa Kianga; Juma Atukae Saidi, miaka 26, mkazi wa Meli 4 Uzi; Salum Hamis Salum, miaka 48, mkazi wa Makadara; na Abdul Latif Hassan Muhammad, mkazi wa Mwembeshauri. Watuhumiwa hao walipelekwa hospitali na kufanyiwa uchunguzi na vipimo, na baada ya vipimo inaonekana nyeti zao zipo sawasawa na hakuna matatizo yoyote ya kiafya. Jeshi la polisi mkoa wa Mjini Magharibi linaendelea na uchunguzi zaidi kuhusiana na matukio hayo. Aidha, jeshi la polisi linakumbusha wananchi kuwa kutoa taarifa za uongo ni kosa la jinai. Ni marufuku kujichukulia sheria mikononi. Wananchi wanapaswa kutoa taarifa sahihi kwa vyombo vya dola. Taarifa hii imetolewa leo tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 2026 na kamanda wa polisi mkoa wa Mjini Magharibi, Richard Tadeo Chomvu. Kutoka hapa Zantime Media, mimi ni Warda Hamid. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.